wanautendea mti mbichi hivi, itakuwaje mti mkavu? Yesu tena akasema, ikiwa tutachukua msalaba wake na kumfuata, ipo ziki ambayo tutaipitia, lakini kwa sababu tunauchukua msalaba na kumfuata, hiyo ziki lazima tutafanya nini? Tutaishinda. Walimchukua yule Muislamu wakamweka hapo, Waislamu wote wakaja, wakasema, unasema nini? Akasema, nimemwona Yesu. Yesu amenitokea, nimeongea naye, na Yesu akanambia hakuna mwingine mkombozi wa dunia isipokuwa ni yeye peke yake. Walichokifanya, wakamkalisha chini, wakamvua vile vyote alikuwa anavaa, kofia ya Waislamu, yale mavazi, makanzu, kila kitu wakamvua, akabaki tu na ile kimono yake ya ndani. Alafu walikuwa kila mmoja na jiwe, walianza piga mawe kama vile alivyopigwa nani? Stefano. Kama vile alivyopigwa nani? Akani. Yapo mawe tunaweza tukayapigwa kwa sababu tumetenda mema, na yapo mawe tunaweza tukayapigwa kwa sababu tumetenda maovu. Akani amepigwa mawe kwa kutenda maovu, lakini Stefano amepigwa mawe kwa kutenda mema. Walimpiga mawe, wakampiga mawe, alilalamika kama Yesu msalabani. Piga mawe mpaka akakufa. Piga mawe mpaka mtu anapondekana. Sasa wewe baki kufanya tu kitu kadogo, unaona asema kabisa hapa ni hatari. Ipo ziki na kuja. Omba Mungu, tii Mungu, tembea na Mungu vizuri, upate neema, usifikie hiyo ziki. Usifikie hiyo ziki. Maana hiyo ziki ikifika kwa siku moja, kwa saa moja, kwa sekunde moja, kazi ulifanya kwa Mungu miaka yote, unaweza ukafaidika, unaweza ukaomba. Maana kwa dakika moja ukikubali hiyo ziki, unafaidika, mbingu unaingia. Na ukiikana hiyo ziki, basi unaomba vyote mfanyaka mbele za Mungu. Wapendwa, tujikaze, tuwe watiifu, tuone kama Mungu atatusaidia kwa safari ambayo tuko nayo. Duniani tuko na safari moja tu, zingine safari zote tunafanya ni mizunguko, lakini safari ipo moja ya kuingia wapi? Kanaani. Wana wa Israeli walipotoka Misri walipitia jangwa, na walipopitia jangwa hawakuingia moja kwa moja Kanaani. Walifanya safari ndani ya jangwa. Hizo safari walifanya ilikuwa ni mizunguko, na kwa sababu walikuwa kwenye mizunguko, ndio sababu hawakuweza kuingia Kanaani. Ilibidi mpaka wafike kwenye safari, na ilipofika wakati wa safari, Mungu alifungua njia, wakaingia Kanaani. Wapendwa, bado tungali kwenye mizunguko, inabidi tuingie kwenye safari, na tutakapoingia kwenye safari vizuri, mbingu itatulaki. Na hiyo itatokana na nini? Utiifu, kutii neno la Mungu, kutembea na Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu, kutii amri za Mungu. Basi huyu ni mtu gani ambaye niko nazungumzia, ambaye Mungu alimchagua? Aliitwa Mfalme Sauli. Huyo mfalme Mungu akamteua kuwa mfalme wa Israeli.